Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Marais Xi na Putin wasifu uhusiano wa nchi zao katika mazungumzo Beijing. Iran yaonya vita vitavuka mipaka ya Mashariki ya Kati iwapo itashambuliwa. Na bodi ya Trump yataka Hamas kusalimisha silaha. Habari kamili. Beijing. China na Urusi zimeonyesha kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati baada ya viongozi wao Xi Jinping na Vladimir Putin kukutana Beijing, mazungumzo muhimu kuhusu biashara, nishati na siasa za kimataifa. Rais Xi amesema mataifa hayo yanataka mfumo wa dunia wa haki zaidi, huku Putin akisisitiza kuwa Urusi itaendelea kuwa msambazaji wa kuaminika wa nishati licha ya vikwazo na migogoro ya Mashariki ya Kati. Mkutano huo umevutia macho ya dunia baada ya ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Moja ya ajenda kuu ni mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2 umejadiliwa kwa zaidi ya miaka 10, ingawa bado kuna tofauti kuhusu bei ya gesi. Kremlin imesema zaidi ya makubaliano 40 yanatarajiwa kusainiwa, jambo linaloonyesha kuwa ushirikiano wa China na Urusi unaendelea kuimarika licha ya shinikizo la vikwazo vya magharibi ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Tehran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limetoa onyo kwa Marekani na Israel likisema kuwa vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka zaidi ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataanza upya. Katika taarifa yake, jeshi hilo linalojulikana kwa kifupi kama IRGC limesema Iran bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israel. Onyo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya siku chache kama hakutakuwa makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita. Vita hivyo vilianza Februari 28 na kusababisha vifo vya viongozi wakuu wa Iran, akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi ya makombora na droni katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kurejea kwa vita kutaleta mshangao mkubwa zaidi, wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikiendelea. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Washington. Marekani kupitia bodi ya amani iliyoundwa na Rais Donald Trump imelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuishinikiza Hamas kusalimisha silaha zake ili utekelezaji kamili wa usitishaji vita Gaza uweze kuendelea. Lakini Hamas imekataa madai hayo na kusema ripoti hiyo inapuuza ukiukwaji wa makubaliano unaofanywa na Israel, ikiwemo kuzuia misaada na vifaa muhimu kuingia Gaza. Mpango wa usitishaji vita wa Rais Trump unataka Hamas ivunje mtandao wake wa mahandaki, Israel iondoe wanajeshi Gaza na kuundwa serikali mpya ya kiraia ya Palestina katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Israel inaendelea kudhibiti karibu 60% ya Gaza licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mashambulizi ya anga yakiendelea na hali ya maisha kuwa mbaya kwa zaidi ya wakazi milioni 2 wa ukanda huo. Kusini mwa Lebanon, watu wasiopungua 19 wameuawa na wengine 32 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel. Watoto 3 ni miongoni mwa waliouawa kwenye kijiji cha Der Kanun al-Nar. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Kongo, ambapo zaidi ya watu 134 wanahofiwa kufariki na zaidi ya visa 500 vinachunguzwa. Maafisa wa afya wanasema virusi hivyo vilisambaa kwa wiki kadhaa bila kugundulika kwa sababu vipimo vya awali vilikuwa vikilenga aina nyingine ya Ebola. Hakuna chanjo wala dawa rasmi iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya virusi. WHO imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa, huku visa vikithibitishwa katika miji ya Bunia, Goma na maeneo mengine yenye idadi kubwa ya watu. Nchi jirani ya Uganda pia imeripoti visa 2 ikiwemo kifo mjini Kampala. Na hatimaye Taipei.
Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema leo nguvu za kigeni haziwezi kuamua mustakabali wa kisiwa hicho kinachoitegemea pakubwa Marekani kwa usalama wake na kuizuia China kukivamia. Matamshi haya ya Lai ambaye anaadhimisha miaka miwili tangu aingie madarakani yamekuja siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema huenda uuzaji wa silaha kwa Taiwan ukatumika katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano na China. Trump aliyasema haya baada ya ziara yake ya Beijing ambapo Rais Xi alimshinikiza rais huyo wa Marekani asiiunge mkono Taiwan. Tunabaki huko huko nchini Kongo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka kuhusu uwezekano wa kubadilisha katiba mwaka 2006. Wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji maboresho, upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Katika hatua mpya ya kupinga mpango huo, viongozi wa upinzani wameunda muungano mpya uitwao C64 wenye lengo la kuratibu kampeni dhidi ya kile wanachokiita jaribio la kubadili katiba kwa maslahi ya kisiasa. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anaripoti zaidi. Katika ukumbi uliokuwa umejaa na tahadhari ya hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Lengo kuu, kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni jaribio la kugeuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza ni wakili Nicolas Lenga, kada wa chama cha Anvol, ambaye alisema hatua za serikali zinazoonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiamini kwamba mwelekeo wa kimabavu ulioanzishwa na utawala wa Bwana Felix Tshisekedi kupitia mpango wake wa kubadilisha katiba ni kitendo cha uasi dhidi ya jamhuri na tangazo la vita kwa wananchi wa Kongo. Tukifahamu kwamba mbele ya kashfa hii dhidi ya jamhuri na tishio hili dhidi ya utaratibu wa kikatiba, ni wajibu wa kila Mkongo kusimama ili kulinda katiba, demokrasia na mamlaka ya kitaifa. Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungo cha 64 cha katiba ya Kongo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayechukua na kutumia madaraka kinyume cha katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicolas Lenga amesema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa wakongomani wote wa ndani na nje ya nchi. Tunatoa wito rasmi kwa kila mkongomani kokote aliko kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha katiba yetu kinachosema kila mkongomani ana wajibu wa kumpinga mtu yeyote au kikundi chochote cha watu wanaochukua mamlaka kwa nguvu au wanaiendesha kinyume na masharti ya katiba hii. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi nchini humo. Wanasema mjadala wa katiba tayari umeanza kuamsha hofu kuhusu utulivu wa kisiasa kuelekea mwisho wa muhula wa sasa wa Rais Felix Tshisekedi. Mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati, Josephat Musamba, anaamini kuwa hatua hii ya kubadilisha katiba inaweza kuibua kipindi kigumu cha kutotabirika kisiasa iwapo hakutakuwa na mazungumzo ya kitaifa na maridhiano. Tumekuwa tunawaza kama ile pesa inasema hakuna wapinzani Kinshasa, lakini mambo imefanyika jana. Naona kama wanaendelea nayo up to them, lakini italeta shida huko mbele, italeta tena mafarakano Mkongo. Kwa sasa mjadala huo unaendelea kugawa maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa serikali wanaamini mabadiliko ya katiba yanaweza kusaidia kuimarisha taasisi za kitaifa na kuchochea maendeleo, huku upinzani ukisisitiza kuwa hatua hiyo ni